Lipo baby, nipe nafasi nisonge, nije nikuone, na nikutumie video zako za Snapchat, you know I like that. Unapendeza sana macho yako mwanadada. Mimi namshuku juu unajua sasa distance matter. Unajua sasa hiyo distance, mimi niko huko, yeye ako huko. Huko baridi, mimi nikimplay pia anaweza kuwa anafanya mambo yake, si unajua tena. Playing? Obvious, unajua tu. Ati obvious. Nairobi nasikia ile anasema anaenda kwa best yako ampe, pia kuje kwako ampe nini. Basi weekend vibe hizo. Nairobi ni kwa wakora bana. Usidate dem wa Nairobi, meza kuambia hivyo. Si ndio? Nairobi bana. Unaambia ule mwenye anakupea pia anapea best yake. Maua yenyewe kabisa nenda kwa mke wangu. Unajua saa already niko naye mtoto, nishatoa copy na yeye alafu. Vipi wadau, another episode of Crash Call, na leo tuko hapa Nairobi CBD. Tumepatana na chali moja hatari sana ambaye anataka kutupatia story yake. Bazu ni aje? Poa poa. Kuite nani? Mimi naitwa George. George. Yeah. George, unafanya nini hapa Tao sasa hivi? Mimi niko hapa Tao na mimi ni fundi, mimi huweka hizi ufix hizi kabla zenye mnaona hapa. Nyinyi ndio mnajaribu ku make Nairobi kuwe great again. Hapa ni Singapore, so tunasemaga si ndio wenye tulibahatika kuunda Singapore. Hiyo ni poa. Tunashukuru. Jua sisi tunaona mandhari ni mzuri na tunashukuru. So ndio kazi yetu. Hiyo ndio kazi yenu. Sasa George, hapa tuko na show inaitwa Crash Call. Kwanza kabla tufike kupigia crash wako, uko kwa relationship sahi? Niko kwa relationship but unfortunately mtu mwenyewe simuelewi juu ni kama hatuko karibu ile sana. Muelewani? Juu yeye ako nyumbani home Taita na mimi niko huko mboka nini kusakasaka. Na unafikiria kwa nini amuelewani? Anachita ama nini? Mimi namshuku juu unajua sasa distance matter. Unajua sasa hiyo distance, mimi niko huko, yeye ako huko. Huko baridi, mimi nikimplay pia anaweza kuwa anafanya mambo yake, si unajua tena. Playing? Obvious, unajua tu. Ati obvious. So unamcheating? Obvious. Unajua hata yeye pia mimi sijui hata mimi nini anafanya. Na mbona una feel vibaya akicheat? Haifai jo. Haifai. Mwana demo haifai jo. Nyede mafai kucheat kweli. Jo, hata afadhali mimi unaona mimi sasa nimetoka mbali huko, nimekuja huku kupambania life. Unaona? So kwa nini yeye umekatu kwa nyumba? Mbona sasa nifanye hivyo? Mimi nafanya hivyo maybe unajua nimekuja kwa different environment, different people. Unajua sasa unapata lazima tu niingiane na wao, alafu pia kama mwanaume tu unaelewa tena. Lakini sasa kwake yeye haitaeleweka. Mimi hapo sielewagi kabisa. Mwanamke akinicheat sielewi. Mwanamke actually hafai kucheat. Na hapa Nairobi, wewe ushapata wasichana wa Nairobi ule umeshikilia vizuri? Nishapata, lakini hakuna mwenye anasema nilishikilia poa juu. Nairobi nasikia ile anasema anaenda kwa best yako ampe, pia kuje kwako ampe nini. Basi weekend vibe hizo. Nairobi ni kwa wakora bana. Usidate dem wa Nairobi, meza kuambia hivyo. Si ndio? Nairobi bana. Unaambia ule mwenye anakupea pia anapea best yake. Na simuambie Wataita ni wa faithful sana. Kweli, lakini sasa unaenda maybe kwa wanawake tu wako hivyo bedhe. Lakini sasa wanaume mimi nasema ni ule tu wa kawaida. Kama huyo wako ni Mtaita ule wako nyumbani? Ni Mtaita. Na sinafaa usimshuku basi, si anakaa faithful. Namshuku kwa sababu yeye mwenyewe sasa yuko Taita kwa Mombasa kazi. Walienda Mombasa? Mombasa pia unajua ni hatari sana. Si ndio? Sasa unajua huko pia yeye mpata na watu wengine. Sasa unajua siwezi muamini hivyo sana. Kweli. Lakini mimi naomba mali yako asikuwe na cheat. Hata mimi naomba tu hivyo pia. Si ndio? Lakini unajua pia mara nyingi watu wakiwa mbali long distance ufanye watu wakuwe na mvutano kidogo. So maybe inaweza kuwa tu ni hiyo. Sure, mimi hata pia mimi naona hivyo juu kuna time nilijaribu kwenda hivyo nione kama naweza mpata nini. Lakini by that time sikumpata na hizo 88, lakini na vile nilipopo issue na mabodaboda nini. Kama kuna msela fulani akwa kitoka naye, lakini sasa akajua kuna vile nafika home, so akakatia hiyo story, unaona. Na mmekuwa naye kwa muda how long? Sasa naweza sema it's like 3 months. 3 years. Mko na mtoto?
Yeah, tuko na mkidi. Hiyo mimi naombe actually asikuwe na cheat ndio muende mbali pamoja. Shukrani. Mimi naomba hivyo. Yaani sijui itakuwa noma kama itakuwa hivyo. Hata mimi na hope kwamba cheat. Hata mimi naomba hivyo juu. Mimi hata sijui akisema si mimi sijui nitafanyaje hapa. Yule ndo kuipana 50 flow huko nijirushe huko home. Bana usifanye hivyo. Na niulize hapa hivi pali huko kuna ule dem mmoja umecrashianga? Yuko dem huko mtaani tu. Nimemcrashia sana. Yuko hapa Mataita? Ako hapa nakaa Utawala. Utawala? Yeah. Na unakaa wapi? Mimi nakaa unajua Naivas pande ya nini? Outer Ring Road hapo. Oh, najua pande za Allsops. Hapo sasa. Huko Simbani. Hapo ndo nakaa. Huyu crush wako ushaimwambia kwamba umemcrashia? Nishamwambia, anajua. Akasema nini? Yeye anasema eti sijui nimpe muda afikirie, lakini sasa simuelewi ile. Sasa leo ni anijibu. Haja kujibu. Anijibu. Sasa leo niko nataka tufanye hivi, tumpigie tukiwa pamoja tusikie atasema nini. Okay. Uko radhi? Yeah. Asa acha tumpige kwa simu yangu. Okay. Pengine unaweza nipatia tu namba yake, ukisema na nguvu okay, watu wanaweza mpigia. Hebu nionyeshe tu. Usiseme na nguvu watasikia. Sawa. 5687. Sawa. Acha tumpigie, alafu tuweke loudspeaker tusikie. Yeah. Uko na tension hivi? Niko sawa. Uko sawa? Yeah. Hapo mkole. Hayupo kwa. Inalia. Okay. Sawa, shika tu basi. Ama chukua wengine ambaye hajazoea. Na kawaida kuchukua ama nataka kwa busy. Ama pengine yako kazi, lakini saa hizi karibu saa 12. Unakuwa job basi nika. Tena anafaa kwa ametoka. Hajachukua. Acha tujaribu tena, si ndio? Yeah. Pengine akiona tumepiga mara 2, atajua. Ngoja jaribu tena. Atajua ni, si ndio? Naogopa ni namba. Pengine unajua kuna wale uogopa ni namba. Sana wanachukuanga hizi loans za wanajuanga wakitafutwa. Inaweza kuwa ni wenyewe watafutwa. Wenyewe watafutwa. Siachukue tu. Walai. Huyu ni kama atachukua huyu. Huyu ni kama atachukua. Hajachukua. Haina noma. Tafuta maybe majaliwa siku nyingine. Yeah. Lakini sasa nikuulize kaka, lakini uko na kama mke nyumbani. Sasa huyu crush, kwa mfano tungempigia na akubali kuwa wako, ungefanya nini? Mimi ningefurahi juu. Kwanza ningefurahia juu nimekuwa nikimmezea for long time sana. Nimekuwa nikimwona nini huko. Nimekuwa nikimmezea, ningefurahia juu. Angeniokolea huku Jojo sasa huku niko solo nini. Angekuwa akicheza kimama sasa kama huko. Unajua? Na sasa na wote na uko na mke nyumbani na huyu akubali. Unaweza kubali kuwa wake wawili? Okay. Ungeacha nani ukubali nani? Unfortunately dini yetu nakubali juu mimi ni Muslim. Lakini sasa kimimi najiambia kama kijana kwa na wake wawili mpaka nikiwa well financial mimi ni sawa, lakini kama ni maisha yako hustle nini ufundi tu jengo kiasi hiyo pesa mwanangu kwa wake wawili haitoshi. Asi labda wengine pia tuseme kama wote wako kazini, si unaona mnasaidiana kubeba ule mzigo. Hapo nayo at least maybe akiwa kwa kazi yake shughuli yake nini maybe tukielewana tukubaliane si wote watatu. Mimi naweza kuchukua ndoa wote. Kwa hivyo na unapenda nani zaidi, mke wako ama crush wako? Okay, kusema tu kweli. Maua yenyewe kabisa nenda kwa mke wangu. Unajua saa already tayari niko naye mtoto, nishatoa kopi na yeye, alafu tulianza mbali, nimekwambia. Hata hiyo miaka 3 ni miaka yenyewe tulikuja
kumaliza shule tulikuwa tumeanza mahusiano kutokea tukisoma high school. Na tulikuja kupatana kujuana pale. Hatukuwa tunasoma shule moja but saa kwa tumeenda kwa hizi music and festival tulikuwa tunapiga muziki sana. Yeah, so nikafika regional tukashuka zetu. Mimi nikatoka Taita nikashuka zangu down. Kwa nikaenda sasa tukapatana naye hivyo. Sasa tukajuana hapo. So tulipomaliza shule ndo tukakuja kuingiliana sasa vizuri. Yeah, juu by that time tulikuwa hata tuko form 3. Yeah. Mna story nzuri. Okay, asante. Kwa hivyo una kipaji cha kuimba kidogo? Nimesikia pale music festival. Yeah, kuimba naweza jaribu kiasi. Asuimbie mke wako kidogo. Asikie hata kio kule Mombasa asikie vizuri. Mwambie tu nyimbo kidogo tu hivi naye asikie vizuri. Okay. Ntina kama penzi ni chupa la bia nipe sana leo mlevi ni yumbe njia kwa maana we mlezi na unanijulia. Hiyo nasema naweza dedicate kwake yani. Kwa mpenzi wako. Mama wapewa watoto na nampenda sana though. Yaani ukimwona unaishiwa nguvu. Kabisa. Unaishiwa power. Na sasa huyu crush wako unaweza mdedicate wimbo gani? Wewe crush wangu naweza mpea gani? Maybe natamani sana maybe siku moja nipatane naye nimdedicate ile inaitwa Bruce Africa inaitwa You. Oh, You. Yeah. Nimeijua. Mwimbie kidogo tu. Alafu tumtafute tena kwa simu tuonekane tunaweza bahatika. Okay. Ngoma inaanza. Pale ulipo baby, nipe nafasi nisonge, nije nikuone, na nikutumie video zako za Snapchat, you know I like that, unapendeza sana macho yako mwanadada. Hiyo nasema huyu mwanadada unampenda sana huyu. Hata tia ndio crush wangu tu. Unampenda sana. Wacha tujaribu kumpigia mara ya mwisho. Hebu jaribu kumpigia. Tukabahatika. Unaona unasumbuka moyo Unampenda sana. Acha tujaribu mara ya mwisho. Na mind yani kusema kweli yani aweza kutola hii baridi ya Nairobi. Angekubali kunyana kwa na zangu yani. Hadi nisingekuwa na wengine ninge maintain tu na yeye. Alafu hivyo tu mambo ikakuwa fresh. Kweli naelewa. Acha tuonekane tutamshika. Hapo tuone. Bado inaliama kwa kazini. Shangaa hii masaa bwana bado hajatoka. Ama kuna mtu wake. Anza kuwa unajua mimi bado sijakuwa mtu wake officially. So vitu uko hivyo man. Bro, unajua mambo different kwa ground unaweza kuwa kweli sasa hii maybe ako na unajua hii baridi tena. Mzee kwanza unajua msimu hii baridi naoma bana. Hajachukua. Sasa ina noma basi Msela. Mimi nakutakia kila laheri. Shukrani. Ukimpata okay. Iende vile itaenda. Mimi nikimpata list naangana sana leo nikimpata list hata nikuje nitembeze huko tawao nimwambie sino tunaunda gasi hapo. Ili bana wewe unanichorea bana. Sielewi mbona. Wewe ndio unamtumia message morning nini lakini sasa itaingiana. Endelea tu kumpiga pressure kabisa. Au sio? Sawa. Mimi nashukuru pia. Nami pia. Wapo.